Alright. Hapa ni Robo Vibe, mimi ni mtao Oji. Itosha kusema Coco Robo ni moja kati ya majina ambayo yalitrend sana enzi hizo kwa wakazi wa Lugufu na wale pia Wanyarugusu, hususan watu wa kijiji cha Eletwa. Hilo jina wanajua sana. Na ni moja kati ya wazee ambao wana busara zao. Enzi hizo zilikuwepo, lipo na linaendelea kuwepo licha ya changamoto na matatizo ya magonjwa ambayo yalimkumba. Na kama vile wanafamilia wa Robo Vibe pamoja na group la GKKK, yani hiyo ni G-Triple-K, tukona sio vibaya tuje tumtembelee ndugu yetu Coco Robo. Napenda kukujuza wewe mtu ambaye labda haupo kwenye mazingira haya, labda haupo kwenye engo hizi ambazo tunazishi sisi, ni kwamba Coco Robo ni mgonjwa. Klipu zake ziliweza kuonekana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kwa baadhi ya watu, pia kwenye baadhi ya media ziliweza kuonekana akiomba msaada kulingana na ugonjwa ambao anaoumwa. Kiufupi tu, mzee wetu ana ugonjwa wa ini, ana matatizo ya ini. Kama mnavyoelewa kwa mazingira yetu, kwa mazingira ambayo yametuzunguka, kwa huduma za kiafya hapa mazingirani ambayo tunayaishi, inakuwa ni hafifu sana kwa ugonjwa kama huu. Tukona sio mbaya tuje tumtembelee. Maybe anaweza akawa anahitaji msaada zaidi wa kutoka nje ili kuweza kupata matibabu kwa ukubwa zaidi. Na wewe kama vile mtu ambaye unatufuatilia, mtu ambaye unaweza kuwa na moyo wa kuweza kumsaidia, basi kuna namba tutakuwekea hapa kwenye dashboard ya screen yetu ili uweze kuwasiliana nasi ili kuweza kumtoa msaada zaidi kwa ndugu yetu, maana uhai wake tunaupenda, na ndio maana tumeona leo ndio tumtembelee kwa kile kidogo ambacho tulibarikiwa, tuweze kuungana naye, tuweze kumfariji, tuweze kumpa moyo. Maybe Mungu anaweza kumsaidia kuweza kutoka kwenye hali hii ambayo anayo na kuweza kuwa mzima wa afya kama alivyokuwa hapo awali. Hilo ni jina ambalo nalijua kitambo. Nikinukuu maneno yangu, nilisema kwamba Coco Robo wanavuma na wanaendelea kuvuma, lakini pia wamo. Hata kama wasikiki sana kivile, lakini wamo. Na nikombe tu take attention kwa sababu hapa ndo tunataka tujue sasa shida ilikuwa vipi, iko vipi, ile hadi imefikia kwenye hatua hii, na ni kitu gani ambacho labda matamanio yake kifanyike, ile labda ile hali yake ya awali inaweza ikarudi, maana ndio kitu ambacho wote tunamwombea. Jambo yani inaendelea vibaya kabisa, mimi kutakuwa sana Naitwa Ndume Kandeke, nyumbani ni hapo Fizi, mtoto wa Kandeke. Tumekimbilia Tanzania, kimbia haya majanga ya vita huko nyumbani, na tumekaa vizuri tu hapa Tanzania, lakini kinachotupata ni hicho Mungu. Kama mpangilio wa Mungu au ni binadamu, miezi ambayo tumeacha nyuma, nilikuja kupatwa na tatizo la vimbe imo ndani kabisa ya tumbo langu. Afu hilo vimbe inaanza toa sumu sana kwenye mwili, ishatutawala sana baya tena. Ukicha, ukiingia ukicha, magonjwa kila aina, kuvimba miguu, mara moyo wenyewe walinipima, moyo ishaanza kupanuka. Nikimbilie wapi? Wote wanaonifariji wanasema kuomba Mungu sana ya kusevu ya kutoe kwenye janga mtu aliyefanikiwa mwenyewe. Kwa hizo kama hapo nyuma ndio hiyo ilianza kutumia tumbo ndio mpaka ujumbe ikasambaza sumu ndani ya mwili. Kwenye support ya mafanikio kuna vitu vinafanyika, moja wapo ni support, yani mpaka leo ndio. Sasa ni muda gani hivi umeshapita toka ugonjwa kunipata? Imeshakuwa karibu miezi 5. Alafu nililazwa mwezi wa 3, niko kitandani hadi mpaka tuliingia mwezi wa 6. Hadi hivi sijajielewa. Nipo tu kuumwa sana mpaka sasa hivi. Kama nazidi kumwomba Mungu. Na ninyi wanaonitazama kwenye picha hiyo ni kweli, sio eti ni edit. Ninaongea tu bayana kweli na huo kweli.
nisaidie kwa yule ambao ana jicho la huruma, anionee huruma. Wale ambao nao bado hawataipata hiyo msaada watapata polepole, Mungu atazidi kuwasukuma. Kuna wale watu ambao labda wanatamani kusaidia kwa upande wa matibabu. Ndio Ikitokea nafasi ya kusema kutolewe kwenye haya mazingira, kupelekwe nje ya mazingira, ikiwa zaidi wako mimi familia itakuwa tayari, hata mimi mwenyewe kama najaribia hivi ni kwa ajili ya kukosewa. Nimekosewa mbali, sina lolote. Bila ninyi ambao unakuja kuni kidogo kidogo hii, hata nyumbani singetoka. Kwa hiyo mzee ambaye linda hizi siku ngapi ili nisipate kuumizwa sana kwa kuzuia hizo sumu. Ikiwezekana hapa nikipona, hata huku nje ya nchi siwezi kwenda, nitaenda wakati nishakuwa mzima. Jibu inasema hapana. Lakini nikishakuwa mtu ambao niko hai kama vile awali, mimi watajua hata sisi kwamba kama tulivyosema kwamba familia na wewe tayari hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, inaonekana mimi hapa hivi yenyewe zile za kunitoa sina. Ndio maana nimekimbilia hapa kwa mzee. Kwa hiyo ni babu takuwa na nilinda, unajua tena kwa ndugu hawaachani. Kama ninyi wana familia wetu wa Kibembe tunazidi kupendana sana. Bila ninyi singetoka hata pale nyumbani kufika hapa kwa mzee, ili na yeye pia tena anazidi kununua hayo madawa, sio eti anaitoa nani makucha hapa. Ni hela ndio zinafanya kazi. Nikipata hiyo msiku itakuwa vizuri sana mimi tembee na huu. Maybe hapa tuongee na mama ambaye ni mke wa mzee. Kama tunamwona pembeni hapa, tunatumia lugha ya nyumbani kabisa, totende bondo mama mwayo onda kitu mwangu tu sasa ni bashi na mechi kitano wino ule watu na bana kunda na makangira mtaka kangira wengi bana kunda kwa kulitangaza hii msacha na mazingira na ainje kupata ruhusa zaidi. Ndio ndio wale tayari na familia tayari. Eske nataka nini au kuchukua watu kuja kuna hiyo tu mwenye tayari ile nakata tangori kava kidogo kama afadhali hata anawashinya safari ya kutoka nyama sana kwa kumuona huyu mumuona ile wazima pia nimeona ile etoete tukabisi kwa siku ya leo tuko kwenye ile swala letu ambalo tunazungumzia mara nyingi zaidi kwenye kundi letu la BKK. Najua tuko katika moja la letu katika kundi. Najua mzee wetu ambaye tunamuona hapa tulimtembelea zaidi ya mara 3 na hali yake kama jinsi tulivyoikuta mwanzo na hadi sasa hivi ndio hiyo ambayo tuliomkuta nayo hapa. Hivyo jamani, ndugu zangu, kwa wale wote ambao watakaoguswa na hili swala, naomba waje wamsaidie mzee wetu, maana mzee wetu anahitaji msaada zaidi. Na pia mzee wetu, najua sisi vijana wako ambao tuko hapa, najua leo sio mara ya kwanza kutuona, najua ni mara ya pili kutuona. Na hivyo kuhusiana na swala lako nzima lilituumiza kweli. Hivyo liona tukalipokea na tukajitahidi kutembelea kwako na sehemu ambapo ulipokuwa. Hivyo tukakwambia kwamba tutakuja kukutembelea, maana hali yako bado tunakupatia maswali mengi sana. Kwa hivyo sisi tunahitaji uponyaji wako, na kwa siku ya leo kwa kile kidogo chetu ambacho vijana wako walijitahidi kukichanga ili wewe utibiwe, naomba kupokea pamoja. Najua wote ambao unaona ambao wamesimama hapa ni vijana wa BKK, na huko nje kama jinsi inavyojulikana siku zote, na tuna watu wetu watatu ambao wako huko,
na Madam Rita kuhusiana na hili swala, alijaribu kuguswa nalo na akanyosha mkono wake. Hivyo hivyo kuna Mr. YouTube naye kuhusiana na hili swala, na yeye pia aliguswa na akanyosha mkono wake, na istoshi kuna shangazi yetu naye ambaye anayefahamika kwa jina la Furaha, naye aliguswa kuhusiana na hili swala. Na kuna mtu mwingine ambaye anaendelea kuguswa kuhusiana na hili swala, ambaye anafahamika kwa jina la Mimi Tu, ndio majina hao watu ambao walioguswa. Hivyo kwa siku ya leo tumekuja kuleta kile kiasi chetu kidogo ambacho tulichokipata, na iwapo kama kutakuwa changamoto nyingine na nyingine utatujuza, maana namba yetu ya simu bado. Hivyo ningeomba ndugu zangu hapa wawakilishi mzigo kwa mama ama kwa mzee. Hapa mama yake waongea na moja. I think kila ambacho tumekifuata hapa kwa uchache tumeweza kukikamilisha. Maana umeona bahasha kwa mzee ni the way tumeguswa kwa namna moja au nyingine. Sio kwamba sisi ni matajiri au tuna vingi sana, lakini kila ambacho Mungu ametubariki tukiona sio vibaya pia na wale ambao labda wana uhitaji zaidi. Mzee, unaweza kuongea neno moja kwa hicho ambacho umetokea leo? Nashukuru sana, asante sana kwa wadau pamoja na kundi hili ambalo tayari mimi nimepokea kwa roho mkunjufu, kwa roho wa upendo. Mungu aweze kuwasaidia sana kwenye pato zenu. Walisema heri ya kutoa inazidi ya kupokea. Hiyo ni kweli, na yule ambaye hajatoa Mungu pia apate kumbariki pato zake, atazitoa tu siku zingine zijazo. Nimeshukuru sana kwa wote ambao wameniona kwa jicho la huruma, wazidi kuwa na moyo kama huu. Shukuru sana, asante sana kwa wote. Mantoni ama neno moja la kuongea? Ebembe tuzewadi. Ebembe ma. Ule nika mbole mulitenda. Nashukuru manga, loke manga. Waangalie huko ndani jamaa, wafungue kamfuko. Nasikia? Afungue? Toi mama. Okay, alright. Ulikuwa nami kama vile mtawa Oji na hii hapa. Eke boro lola. Ambayo ni fahari yako kila siku. Tumeweza kumaliza lile ambalo tulianza kwa siku ya leo. Na ndugu ambaye maybe unaweza ukawa na chochote cha kuchangiza, chochote cha kumbariki mzee ili kuweza kumwezesha kwa hii hali ambayo anaipitia, basi kuna namba kwenye dashboard hapo, kuna cash hapo, namba hapo kwenye bio ya Global Vibe TV. Unaweza DM, unaweza DM kiongozi wa GKK kwa ajili ya mawasiliano zaidi na kuweza kumtoa msaada kwa mzee kiuzahidi zaidi na kiuaminifu zaidi. Hii ni fahari yako, mimi Mtawa.